Leo tunamsindikiza baba yetu Mfumbusa. Lakini Mfumbusa ni mrefu mno kumwelezea. Mambo yake katika kipindi hiki cha miaka 64 aliyoishi tukayamaliza, na inawezekana wengi wetu hatukumuelewa katika kipindi chote cha maisha haya. Lakini Mfumbusa kwanza ni Mkristo aliyeutambua na kuupokea Ukristo vizuri katika maisha yake, akauelewa na akautafsiri vizuri Ukristo ule katika kila alilolifanya na kulitenda. Mfumbusa wengi tunatambua wazi kuwa amefanya kazi nyingi ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Amekuwa ni kiunganishi kati ya imani na jamii kwa ujumla. Kama mwalimu amekuwa mwaminifu katika ualimu wake, akiendelea kufundisha vizuri sehemu mbalimbali alizopitia, na ualimu huo haukukoma tu alipopewa uaskofu, lakini alipopewa uaskofu aliendelea kufundisha zaidi katika jimbo na kwa kanisa zima. Tunatambua nafasi zake mbalimbali alizozipokea za kitaifa na kimataifa, ambazo zilipambanua karama yake, uwezo wake mkubwa na kukubalika kwake katika nyanja zote hizo. Mfumbusa ni mmoja kati ya wachache ambao wanaweza kutumia elimu walioipata darasani kuunganisha na maisha ya kawaida pale walipo. Tulio wengi tunatumia elimu ya darasani, lakini kuiweka katika matendo ya kawaida tunakwama. Mfumbusa aliweza kutumia hiyo na alipata zawadi kubwa hiyo ya kuwa aliweza kuichukua hiyo elimu na akaiweka katika hali ya kawaida na akaeleweka katika ukawaida huo, na akaleta matokeo yaliyochanya katika jamii ambayo aliifikishia ujumbe. Ndicho alichokifanya alipokuwa huko Sauti kama mwalimu, lakini ndicho ambacho amekifanya alipokuwa kama padri katika jimbo la Dodoma, na akianzia utume wake katika parokia mbalimbali ambazo amezipitia na seminari, alijaribu kuunganisha kitu hicho. Kwa haraka wengi wangeweza kumuona kama ni mtu mwenye majivuno au labda na kiburi, lakini ndivyo ambavyo Mungu alimuumba kuufikisha ujumbe kiurahisi kwa watu, na waliomwelewa na kumpokea walifanikiwa sana. Mfumbusa pia kama askofu aliendelea kuunganisha elimu ya Mungu, teolojia yake, uwezo wake na vipaji alivyokuwa navyo, kuunganisha watu marika mbalimbali na makundi mbalimbali na Mungu wao. Lakini amekuwa pia ni daraja zuri la kuunganisha kati ya dini moja na dini nyingine. Natambua wazi kuwa kule ambako alikuwa kama askofu kuna dini nyingine pia, wengi waamini wa dini nyingine, lakini pia amekuwa kiunganishi mzuri, na hatujasikia mahangaiko yoyote, migogoro yoyote kati hayo ilitokana na uongozi wake imara wa kukutana nao, kuongea na kutatua changamoto zao mbalimbali. Lakini pia amekuwa ni kielelezo kizuri cha maendeleo katika jamii. Siku za karibuni tu, baada ya kutafakari na kuona kuwa tuna changamoto kubwa la makatekista hasa wa pembezoni,
ambao kipato chao hakitoshi kuweza kumudu maisha yao na kuendelea kufanya kazi hii ya ukatekista, tukapata wazo zuri kutoka kwake, ambapo Jimbo Kuu la Dodoma pamoja na majimbo ambayo yanazofanya Jimbo Kuu la Dodoma tuliweza kwa kuchagua makatekista wachache kwenda kuanza kupata elimu kwake ya kilimo bora na sahihi, na mafunzo hayo wakayafanya, na hao makatekista wetu wameanza kutekeleza jambo hilo, na wapo wanaotupa mrejesho mzuri kuwa wamefanikiwa. Sasa inatokana na ubunifu mbalimbali katika maisha. Yapo mengi, lakini yatoshe kumshukuru sana Mungu kwa zawadi ya Mfumbusa katika kanisa na jamii kwa ujumla. Tunashukuru kwa karama hizo za pekee, lakini tunashukuru kwa zawadi kubwa ambayo amelijalia kanisa katika sehemu mbalimbali. Kwanza jimbo, pili taifa, tatu katika mataifa kwa ujumla. Ndio Mfumbusa ambaye leo amepumzika na sisi tunaongea juu ya habari zake. La msingi kwetu ni kusali na kumwombea, lakini pia Mfumbusa ataendelea kubaki katika maisha yetu tukitekeleza yale ambayo alituagiza, yale ambayo alitufundisha, yale ambayo aliyafanya. Ataendelea kuishi, ataendelea kuwa hai na hatapotea katika macho yetu. Tuendelee kuwapa pole wote wanaoguswa kwa karibu sana na msiba huu, na tuwatakie matumaini mazito yanayotoka kwa Mungu awasimamie na kuwaongoza, lakini yeye mwenyewe awafute machozi, na mkiamini wazi kuwa baada ya mateso aliyopitia amekamilisha juu ya safari yake, na hivi Mungu mwenyewe atampokea katika uzima mpya wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.